Kabla ya ushuhuda na ujumbe wa leo, naomba nikumbushe jambo moja muhimu sana, ya kwamba Mungu akitaka apime kiwango chako cha kumwamini, ataruhusu upite kwenye jambo gumu ambalo linapita akili na uwezo wako, na ndani yako atakupa ujumbe wa kumuita, kama alivyomwambia Yeremia kwamba niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Manake Mungu anataka uone kuwezekana kwa jambo ambalo kwa akili za kibinadamu na katika historia ya wanadamu halijawahi kuonekana linawezekana. Ni sawa na kipindi ambapo Musa alipofika kwenye bahari ya Shamu. Mungu akamuuliza, una nini mkononi mwako? Musa akasema, nina fimbo. Mungu akamwambia, basi nyosha fimbo yako juu ya maji. Basi Musa alipofanya hivyo, maji yakagawanyika, njia ikapatikana. Ilikuwa ni mara yake ya kwanza, sio kwamba alikuwa amewahi kuona au kusikia mtu amewahi kufanya hivyo, lakini alimwamini Mungu kwa sababu alikuwa na imani kwa Mungu ya kwamba kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa hiyo, kwa habari ya mambo makubwa na magumu usiyoyajua, lazima imani yako ijengwe kwa Mungu. Unamfahamuje Mungu? Unamfahamuje Mungu kibinafsi? Kama unamuona Mungu anaweza akafufua wafu, Mungu atafanya kulingana na unavyomuona. Kama unaona Tanzania mpya itazaliwa kutokana na maombi, Mungu anafanya. Kwa hiyo kwenye jaribu hilo la kiwango cha imani, majibu yake yanatokana na wewe unavyomuona Mungu. Kama unaona ya kwamba vidonda vya tumbo hivi vitapona kwa imani, Mungu anafanya. Kama mke wangu alivyopona vidonda vya tumbo ambavyo vilikuwa vimemzuia mpaka kula vyakula vingi, maharage, cabbage, lakini leo anafunga mpaka siku 3. Nini? Baada ya kusikia shuhuda, ilimfanya ajenge imani tofauti na ya mwanzo juu ya Mungu. Akamuona kwamba kumbe Mungu anaweza kwenye hili. Kadhalika na sisi hatuwezi kumuona Mungu akifanya kwa yale ambayo tunamuomba ikiwa akili zetu hazijakubali ya kwamba Mungu anaweza kulifanya hilo. Lakini pia Mungu akitaka apime moyo wako wa uvumilivu, atakupitisha kwenye jambo ambalo linachukua muda mrefu kukujibu, jambo ambalo utamuita naye atakuwa amenyamaza, kama ambavyo Mungu alimpitisha Ibrahimu kwa habari ya kumpa mtoto. Ilichukua muda mrefu, maana Mungu alikuwa anapima imani, lakini pia uvumilivu wa Ibrahimu. Kwa hiyo mfano, kwa muda ambao tumeendelea kumuita Mungu kwa ajili ya Tanzania, kumwona Mungu akileta amani kwa Tanzania, Mungu akileta haki kwa Tanzania, kuna watu ambao wanaweza kukata tamaa. Kuna watu ambao tayari wameona kwamba basi Mungu hawezi akajibu, lakini Mungu anabaki kuwa Mungu. Hakuna kinachombadilisha Mungu. Yeye ni Mungu. Amesema niite, baki kumuita. Amesema ombeni bila kukoma, omba bila kukoma. Bwana sifiwe sana. Ujumbe wangu wa leo ninaomba niuambatanishe na ushuhuda huu, ya kwamba Mungu anaweza akaruhusu ufanye kazi yake au ufanye jambo kwa muda mrefu, lakini usione matokeo yake kwa haraka, na watu wakaendelea kukucheka na kukudhalau. Lakini kuna wakati ambapo yeye Mungu atakutambulisha. Nakumbuka kuna kipindi ambapo mama yangu aliota ndoto ya kwamba kuna watu wamemfuatilia, wachawi, na wakawa wanataka kumkata mguu. Mmoja akawa na jembe
na akawa anataka kukata mguu awe kilema. Basi akawa anakemea, akawa amezinduka ndotoni. Baada ya muda, mama akiwa shambani anapalilia, wako na baba, akawa amechomwa kama tumwiba fulani hivi. Basi aliporudi nyumbani, mguu kaanza kuwasha, na baadaye akajikuta kwamba umevimba. Mguu kaendelea kuvimba, ndipo akakumbuka ile ndoto. Dadangu mmoja anaitwa Happy akamwambia, mmeshamwambia askofu wa familia? Mwambieni. Kumbuka mwanzoni, wakati naacha kazi ili nimtumikie Mungu, jina lilibadilika, nikaanza kuitwa Chizi. Lakini kwa sababu niendelea kufanya kila ambacho Mungu amenitia, wakati naacha kazi, matokeo ya kila ambacho nakiendea yalikuwa hayaonekani sana. Lakini kwa kadiri ambavyo sikuacha kufanya, niliendelea kufanya, Mungu alianza kunipa matokeo siku kwa siku bila hata mimi kujua. Mpaka kiasi kwamba kumbe kadri nilivyokuwa ninafanya ndivyo alivyokuwa yananifutia jina la uchizi na kunipa jina jipya. Kadhalika kwenye maisha kuna kitu unaweza ukafanya, ukawa unafanya, lakini kisikubadilishie jina kwa wakati huo. Kuna maombi unaweza ukawa unaomba, yasikuletee majibu kwa wakati huo, lakini baki kumwamini Mungu, kama ambavyo Ibrahimu alibaki kumwamini Mungu kwa miaka 25, akiwa hajambadilisha Mungu kuwa tofauti, akiwa hajamweka Mungu kwenye kundi la matapeli, akiwa hajamweka Mungu kwenye kundi la miungu wengine. Mungu alibaki kuwa Mungu kwa Ibrahimu, hata kama hakumjibu kile alichomwahidi. Kadhalika wakati huu ambapo tumemwamini Mungu juu ya Tanzania, wengine yamkini tayari wameshatutem kama watu ambao hatuna akili. Wengine tayari wameshapima na kuona kwamba tuko kwenye kundi la kushindwa, lakini hawajui ya kwamba hata wenye ukomo walipokuwa wanatembea hawakujua. Lakini kadri walivyokuwa wanatembea ndivyo ambavyo vishindo vyao vilivyozidi kuwaogopesha jeshi la Washami, na wakajikuta wanakimbia. Kadhalika na sisi tunapoendelea kumwamini Mungu juu ya Tanzania, hata kama hatuoni kinabadilika kile ambacho tunatamani kibadilike, bado Mungu wetu atabaki yule yule, na bado Mungu wetu atajibu sawa na tunavyomwomba, maana yeye ni Mungu asiyebadilika. Yeye ni Mungu ambaye amesema kwenye Isaya 59:1-2 kwamba mkono wake sio mfupi hata usiweze kuokoa, sikio lake sio zito hata lisiweze kusikia. Ninaomba nihitimishe na ujumbe wa leo ambao ni kwamba kutafutwa kwa waliokataliwa. Wakati huu ambapo tunamuita Mungu kwa ajili ya kutupatia viongozi walio bora, serikali iliyo bora, watu ambao Mungu amewakusudia katika mamlaka ya serikali ya Tanzania, Mungu afanye njia pasipo na njia. Wale ambao hawakuwekwa kwenye nafasi zao, Mungu akawafanye kutafutwa. Wanatafutwaje? Sisi hatujui, lakini tunamwamini Mungu alichotuonyesha. Mimi nasimamia kile Mungu alichoonyesha, ya kwamba baada ya machafuko, anguko la Rais Samia lilitokea. Sio kwamba simheshimu, simvunjie heshima yake, ila nasimamia kile Mungu alichoonyesha. Ninaomba nisome andiko hili, then tutaenda kuomba pamoja kumwamini Mungu. Leo ni siku ya 7 ya maombi yetu ya siku 21, ambapo leo ni tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Naomba nisome hilo andiko. Neno la Mungu katika kitabu cha Waamuzi sura ya 11, nitaanza mstari wa kwanza, ambapo inaelezea juu ya Yefta. Yefta alikuwa ni mtoto wa kahaba, lakini alikuwa shujaa. Kwa kuna wakati ambapo ilipotokea kwamba watoto kupewa urithi wao, ndugu zake wakamkataa kwa sababu ni mtoto wa mwanamke mwingine.
Yefta akaondoka akawacha ndugu zake kwa amani, hakupigana nao hata kama alikuwa shujaa. Akaenda kuambatana na watu wengine wa kijiji cha Tobu ambao walikuwa ni watu, Biblia imesema kwa Kiswahili mabaradhuri, lakini kwa Kiingereza imesema vain people, vain men, manake watu ambao si chochote. Lakini katokea wakati wana wa Amoni ambapo waliamsha vita na Israeli, ndipo wazee hawa wakaenda kumtafuta Yefta. Naomba nitasoma kwa ufupi. Basi huyo Yefta Mgileadi alikuwa mtu shujaa sana, naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba Gileadi akamzaa Yefta. Mke huyo Gileadi akamzalia wana, na hao wana wa mkewe hapo walipokuwa wamekuwa wakubwa, wakamtoa Yefta na kumwambia, wewe hutarithi katika nyumba ya baba yetu, kwa sababu wewe u mwana wa mwanamke mwingine. Ndipo Yefta akawakimbia hao ndugu, akakaa katika nchi ya Tobu, na watu mabaradhuli walikwenda na wakatangamana na Yefta, wakatoka kwenda pamoja naye. Okay. Biblia inasema walipomfuata, mtaendelea kusoma kidogo. Mstari wa 7. Wakamwendea Yefta, njoo wewe uwe kichwa, wakamwambia Yefta, njoo wewe uwe kichwa chetu ili tupate kupigana na wana wa Amoni. Yefta akawaambia wazee wa Gileadi, je, ninyi hamkunichukia mimi na kunifukuza nitoke katika nyumba ya baba yangu? Basi kwa nini kunijiria hivi sasa wakati mlio katika taabu? Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, kwa ajili ya hayo sasa tumegeuka kukuelekea wewe tena, ili uende pamoja nasi na kupigana na wana wa Amoni, na utakuwa kichwa chetu juu ya wenyeji wa Gileadi. Basi Yefta akawaambia wazee wa Gileadi kwamba mwanirejea kwetu tena ili kupigana na wana wa Amoni, naye Bwana akiwatoa mbele yangu, je, mimi nitakuwa kichwa chenu? Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, yeye Bwana atakuwa shahidi kati yetu, hakika yetu tutafanya sawasawa na neno lako. Ndipo Yefta akaenda pamoja na wazee wa Gileadi, na hao watu wakamfanya awe kichwa tena mkuu juu yao. Naye Yefta akanena maneno yake yote mbele ya Bwana huko Mispa. Unaona, neno hili limetukumbusha juu ya Yefta ambaye alikuwa mwamuzi wa Israeli. Lakini huyu mwamuzi alianza kwanza kwa kukataliwa. Lakini kuna kitu kizuri sana ambacho nilitamani tujifunze. Yefta alipokataliwa wala hakupigana, aliendelea kuwa bize na mambo mengine. Lakini Mungu kwa kuwa alikuwa amemkusudia Yefta, basi alitengeneza mazingira ambayo waliyemkataa walimtafuta tena. Ili ni ujumbe huu ni mzuri sana kwa mtu ambaye hasa kuna mtu ambaye ningemtaja lakini naomba nisimtaje, ambapo nimekuwa nikitamani sana kumwambia kwamba ningetamani kumuona sasa hivi yuko bize na Injili, anafanya kazi za Mungu, anafanya uamsho. Alafu wakati wa Bwana kama umekusudiwa kwa ajili ya hilo jambo, Mungu atatengeneza mazingira. Unashangaa watu wanakuita, wanakufuata, kama ambavyo watu walimfuata Magufuli kwa baada ya kuchukua fomu ya urais. Ndio kuna wakati kuna andiko linasema kwamba nguvu zenu zipo katika kutulia. Manake kuna wakati mwingine ambapo utulivu wako ndio utakaoamua kibali chako. Lakini usitulie kwenye jambo ambalo Mungu amekwambia usimame. That's why ni kuendelea kusimama kama ambavyo Mungu amekwambia. Kwa neno hili ninaomba Mungu akalete majina mapya kama ushuhuda niliotangulia kusema.
Mungu akalete kutafutwa kwa watu sahihi waliokuwa wamekataliwa. Mungu alete majira ambayo yatafanya akina Yefta watafutwe, akina Yefta wa Tanzania watafutwe. Hata kama watatafuta kwenye wakati wa taabu ni sawa tu, lakini ili mradi watafutwe na kusimama kwenye nafasi zao. Tuombe. Mungu uliye hai, Baba wa neema, ninasimama kwako, Mungu mwenye nguvu, mwenye uwezo na mwenye mamlaka. Baba, umetukumbusha kwa habari ya imani ya kwamba kuna wakati unaruhusu mambo magumu kwenye maisha yetu, kwenye nchi zetu, kwenye familia zetu, kwenye ndoa zetu, ambayo Bwana yanatuogopesha. Lakini pamoja na hayo bado unabaki kuwa Mungu unayesema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Tunakuita Mungu kwa ajili ya maisha yetu ya kiroho kadhihirike. Onekana kwa baba huyu, onekana kwa mama huyu, onekana kwa kila mmoja anayenisikiliza Bwana. Kutana na haja yake Bwana. Wengine ni wagonjwa, Mungu wape uponyaji. Ponya matumbo yao, ponya vichwa vyao, ponya Bwana kila ugonjwa. Nami kwa mamlaka jina la Yesu Kristo nakemea kila ugonjwa ulio ndani yao. Kwa jina la Yesu Kristo uwape imani mpya ya kusimama na wewe na kuyafanya mapenzi yako. Baba, ninaomba Bwana kwa ajili ya Tanzania. Mungu tazama, ninaomba Bwana akina Yefta Bwana wa Tanzania waliofukuzwa, waliokimbia, Mungu ukawarejeshe tena, wafanye kutafutwa tena. Leta majira ambayo Bwana yatawafanya watafutwe tena, akina Yefta wa Tanzania, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haijalishi walikokimbilia, haijalishi waliko Bwana, lakini wafanye Mungu kutafutwa tena, wape kibali tena, wape kukumbukwa tena. Na minasimama kinyume na laana zote hazina mamlaka. Kila hujuma zilizofanyika juu yao Bwana zisifanikiwe. Mungu wa neema, wape nguvu mpya katika jina pekee la Yesu Kristo aliye hai. Ninavunja kila maagano yaliyonena juu yao, hayana nafasi tena kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nakaribisha nguvu, uwezo, mamlaka Bwana. Ninaomba neema Bwana ikasikike Bwana, kuanzia ngazi ya rais mpaka ngazi ya chini ya mwenyekiti wa mtaa, katika jina pekee la Yesu Kristo aliye hai. Mungu ufanyaye njia pasipo na njia, ninaomba Bwana ukafanye njia Bwana. Tanzania mpya Bwana izaliwe, Tanzania yenye hofu ya Mungu, Tanzania isiyomwaga damu, Tanzania yenye utu, Tanzania yenye umoja na mshikamano. Ninavunja kila matabaka yote Bwana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaondolea mbali genge la wahuni Bwana, ambao Mungu wamejivika damu ili watawale wananchi pasipo ridhaa yako. Mungu tazama, tunawakataa duniani, wakataliwe na mbinguni pia, ili Bwana ufalme wako Bwana upate kutamalaki. Neno lako katika maombi ya Bwana wetu Yesu Kristo inasema ufalme wako uje. Mungu, ikiwa ufalme wa kimungu unaweza ukashuka duniani, basi shetani, ufalme wa kishetani hauna nafasi ya kutawala. Hivyo ninakomesha ufalme wa kishetani kwenye taifa la Tanzania. Ninaandika mene mene tekeli na pelesi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu, wewe uliye mwanzo tena mwisho, ninakomesha ufalme wa damu kwenye taifa la Tanzania. Ninakomesha ufalme wa Rais Samia kwenye taifa la Tanzania. Ninaita ufalme wa haki Bwana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninamwondolea kiti cha urais kwenye ulimwengu wa roho. Ninaondolea mamlaka yake kwenye ulimwengu wa roho, kama ulivyoonyesha kwenye ile ndoto Bwana, katika jina pekee la Yesu Kristo aliye hai. Ninamwondolea tegemeo lake Bwana, anachokitegemea Bwana kukaa madarakani. Ninamfalakanisha nacho, namfalakanisha na jeshi la Tanzania Bwana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninalisemesha liwe kinyume naye. Ninakataa ndiyo Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ninakataa ndiyo Bwana kwenye jeshi
la Tanzania, kwa mamlaka jina la Yesu Kristo ali hai. Mungu, ninaachia roho ya uzalendo, naachia roho ya uzalendo kwa wanajeshi, naachia roho ya uzalendo kwa viongozi katika jina la Yesu Kristo ali hai. Ninainua sauti za wanyonge juu ya Tanzania, Bwana, zikasikike Bwana mbinguni na duniani, zikasikike Bwana kwenye taifa na kimataifa, zikasikike Bwana mbinguni na duniani, zifike katika kiti chako cha enzi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaomba Bwana, sauti Bwana za wanaosimama na taifa la Tanzania ukaendelee kuzipaza Bwana toka taifa hadi mataifa kwa utukufu wa jina lako. Ninaomba Bwana kwa ajili ya mtumishi wako Mbarikiwa Mwakipesile, Bwana, wayaona maumivu anayoyapitia kwa kila alichotendewa juu ya mtoto wake mpendwa wokovu. Mungu uliye hai, tazama sisi tunaweza tusijue maumivu alionayo Bwana kwa kuondokewa na mpendwa wake pekee Bwana, mtoto wa pekee, lakini na watu wa karibu. Mungu uliye hai, sisi wanadamu ni rahisi kuhukumu, lakini hatuwezi kujua maumivu anayoyapitia. Baba, naomba ukampe faraja, lakini usimwache shetani akatumia mlango huo Bwana kumpoteza. Mpe neema ya ushindi itokayo kwako katika jina pekee la Yesu Kristo aliye hai. Sante Bwana Mungu, na aleta makanisa Bwana yanayosimama kwa ajili ya taifa la Tanzania, kanisa la Roman Catholic, kanisa la Ufufuo na Uzima, makanisa ya CCT, makanisa ya Kipentekoste. Baba, ukaonekane. Ninaomba kwa ajili ya Askofu Gwajima, ninaomba kwa ajili ya Askofu Dickson Kabigumila, ninaomba kwa ajili ya Father Kitima, ninaomba kwa ajili ya Askofu Bagonza, ninaomba kwa ajili ya Askofu Makula, ninaomba Bwana kwa ajili ya wakili Mwabukusi, ninaomba Bwana kwa ajili ya viongozi wa vyama ambao wanasimama kwa ajili ya haki, John Heche, Mnyika, Lema na wengine wote. Naomba kwa ajili ya wanaharakati Bwana, roho ya uzalendo ikazidi kuwa ndani yao, wasikate tamaa Bwana. Ikiwa ulitumia Bwana kahaba Rahabu Bwana kuleta wokovu Bwana kwa Israeli, kufanyika wokovu kwa Israeli, kuwarahisishia kile ambacho ulikuwa umewaidia Israeli, basi Mungu, hawa watu Bwana, ingawa hawasimami madhabahuni kuhubiri, bado kwa kuwa wanasimama kwa ajili ya haki, ni watumishi wako Bwana, ukawatumie mahali ambapo Bwana wanachoka na kukata tamaa, ukawatie nguvu mpya Bwana. Mungu, onekana Bwana kwa Malia Salungi, Mange Kimambi, Nulu Vazi, Sativa, Malisa, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Neema yako Mungu ikaonekane. Onekana kwa viongozi pia walioko CCM Bwana, ambao wanapenda haki, wanapenda utu. Maana we Mungu sio wa vyama, wewe ni Mungu wa wenye haki na wasio haki pia Bwana. Unawaongoza Bwana katika njia ipasayo. Endelea kusimama Bwana kwa naibu waziri Biteko. Mungu, uwajua ulivyomtumia Bwana, endelea kumtumia tena katika jina pekee la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya mstaafu Majaliwa, asante kwa ajili ya Mzee Mipango Bwana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu Yesu Kristo aliye hai. Mungu, neema yako Bwana ikadhihirike, mkono wako Bwana ukajulikane. Endelea kuinua kizazi cha haki, endelea kuinua kizazi kilichojaa utu. Lakini pia ninaomba rehema na toba kwa ajili ya Rais Samia Suluhu Hassan Bwana. Mungu, hakuna ambaye amekamilika. Mimi kama mtumishi wako Bwana umesema heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Ninaomba rehema na toba kwa ajili yake Bwana. Ninaomba Mungu wetulie hai asife Bwana, bali auone upendo wako Mungu wetulie hai. Aone Mungu aishi miaka mingi, aone uovu aliyoufanya na akajifunze kupitia huo uovu. Yamkini apate neema ya kukujua we Mungu wa kweli. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba kwa ajili ya Rais mstaafu Kikwete Bwana, Mungu uliye hai, uliyeweza kumsamehe Sauli Bwana, mpe neema Bwana ya kukujua na kutubu Bwana, kabla Bwana mlango huo wa neema haujafungwa. Ulionyesha kwenye ndoto kwamba namtafutia jezi. Mungu,
nitasimama kwenye hicho ulichonionyesha kwa jina pekee la Yesu Kristo li hai. Ninaomba neema itokayo kwako. Sitaacha kuwakumbuka waliopotewa na wapendo wao, na ambao wapendo wao hawajulikani waliko. Mungu, endelea kufanya mlango wa Bwana, endelea kufanya njia pasipo na njia. Rejesha watu hao Bwana, mrejeshe Humphrey Polepole Bwana, mrejeshe Bwana Nyagali, kwa Mdude Nyagali, kwa jina la Yesu Kristo ali hai. Rejesha watu wengine Bwana, ambao Mungu wamechukuliwa katika mazingira yasiyojulikana Bwana Mungu uliye hai. Naomba mioyo ya waovu Bwana isitulie mioyoni mwao Bwana, katika jina la Yesu Kristo ali hai. Ninaomba Bwana Yesu uwakoseshe amani Bwana, kuongoza Bwana, kuongoza nchi Bwana, katika vyeo ambavyo Bwana wamekalia damu, katika jina la Yesu Kristo ali hai. Ninabatilisha uganga na uchawi wao Bwana, hautafanikiwa kama ambavyo uganga na uchawi wa Yezebeli haukufanikiwa Bwana, kwa Yehu na kwa Elisha na kwa Eli, katika jina la Yesu Kristo ali hai. Tunaiomba Mungu Tanzania mpya iliyojaa haki, amani, upendo, uhuru, mshikamano, katika jina pekee la Yesu Kristo ni hai. Na naomba Mungu unitie nguvu kuendelea kusimama katika zamu yangu. Tuunganishe Watanzania Bwana, bila kujali dini zetu. Tupe umoja Bwana, leta umoja kati ya Wakristo na Waislamu Bwana. Watu ambao Mungu wanatumia mgongo wa dini ili kutugawa, naomba Bwana hii roho isipandwe ndani yetu Bwana. Tupe kupendana, tupe umoja Bwana, maana we Mungu ukutuleta duniani kwa dini zetu. Ulituleta Bwana Mungu wetu kwa roho na kweli Bwana. Ulituleta Bwana katika utashi Bwana, ukatupa uhuru kila mmoja wa kuamua anayemwabudu ni nani. Mungu, endelea kutusaidia. Asante Mungu wetu liye hai. Libariki taifa la Tanzania, liinue taifa la Tanzania Bwana, inua bara la Afrika, leta amani ulimwenguni kote. Mungu, nakushukuru kwa kuwa unasikia na unatenda. Ni katika jina pekee la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Mungu abariki na kuwatunza. Neema Mungu isinyamaze. Msiache kuomba. Mungu bado yupo. Mungu ni yule yule, hajabadilika na atafanya. Amen.